Bwana, namzungumzia rais wa sasa wa Burkina Faso, namzungumzia Captain Ibrahim Traore, ambaye amekuwa ni rais maarufu zaidi kwa sasa barani Afrika kama sio duniani. Kila mtu anamzungumza kutokana na namna ambavyo anaiendesha nchi yake ya Burkina Faso. Lakini kila mtu amekuwa na wasiwasi na mashaka kutokana na namna ambavyo amekuwa yuko tofauti, tunasema mabeberu, mataifa ya nje ambayo tunaweza kusema hayatakii mema bara la Afrika. Kwa hiyo rais huyu kila mtu amekuwa na hofu naye kwamba atakufa, na kwa taarifa zilizopo mpaka sasa kuna majaribio kadhaa yamefanyika ya kutaka kumuua rais Captain Ibrahim Traore. Lakini sio kwamba jambo hili yeye alijui. Hili jambo Captain Ibrahim Traore, rais huyu kijana kabisa wa nchi ya Burkina Faso, anajua kila kitu. Ukitaka kujua kwamba anajua, ametoa kauli hii baada ya kuwasikia watu wengi wana hofu na kitu kama hicho. Anasema baadhi ya viongozi wanaendelea kuniambia nitakufa. Hapa namnukuu Captain Ibrahim Traore, nikiendelea anasema wanafananisha kwamba nitakufa kama alivyokufa Muammar Gaddafi aliyekuwa rais wa Libya, lakini wengine wanafananisha kwamba atakufa kama Thomas Sankara aliyekuwa rais wa taifa hilo la Burkina Faso, lakini wengine wanasema atakufa kama Samuel Canyon Doe, huyo ni rais wa Libya, ni rais wa Liberia. Lakini kuna wengine wanasema atakufa kama kijana yoyote yule aliyejaribu kuifanya Afrika kuwa bora zaidi. Naendelea kumnukuu, anasema mimi ninachosema ni kuwa wala siogopi kufa, na kamwe sitakufa kwa ajili ya watu wangu ambao ni Waafrika wenzangu. Sawa, naendelea kumnukuu Captain Ibrahim Traore ambaye anasema kwa ajili ya watu wangu ambao ni Waafrika wenzangu, sawa, kwa sababu kuwatumikia watu ni wito. Kwa hiyo sioni hasara kujitoa sadaka kwa sababu ya watu wangu ambao walinyonywa vilivyo kwa miaka mingi. Kama unavyojua bara la Afrika miaka mingi sana kumekuwa na masuala ya utumwa na vitu kama hivyo, na mambo mengi sana ambayo yameendelea yanayofanywa na mataifa haya ya nje. Kwa hiyo ni kauli ya Captain Ibrahim Traore alipokuwa akikabidhi zana za kilimo kwa wananchi wake. Ni rais mwenye umri mdogo zaidi barani Afrika kuwahi kutokea. Tunaona mambo mengi yanafanyika, tunaona taifa lake linafanya vizuri. Kwa upande wangu mimi kuniuliza kuhusu Burkina Faso, na kuambia tuwape miaka kadhaa tu, kama mambo yataendelea kama yanavyoendelea hivi sasa, huenda taifa hili likawa miongoni mwa mataifa ambayo yanafanya wonders barani Afrika kama sio duniani kote. Ciao.